Waasi wa M23 wauawa watu 21 bila hatia yote mwezi Februari katika jiji la Goma wanalodhibiti. Tajiri maarufu duniani Bill Gates wiki hii ameweka wazi kwamba dola bilioni 200 ambazo ni sehemu ya utajiri wake anazokusudia kupeana kupitia taasisi yake katika kipindi cha miaka 20 ijayo. Asilimia kubwa zitaenda barani Afrika. Washukiwa wawili wa ugaidi wameuawa kwa kupigwa risasi na maafisa wa usalama baada ya kutokea kwa mlipuko wa bomu karibu na kanisa katika eneo la Munyonyo, umbali wa kilomita 12 kusini mashariki mwa jiji kuu Kampala, Uganda. Naam. Na tumai ubweri wafya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Wasi wa M23 wamewaua watu wapatao 21 bila hatia yoyote mwezi Februari katika jiji la Goma wanaodhibiti, kwa mujibu wa ripoti ya shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu ya Human Rights Watch. Human Rights Watch kupitia ripoti yake iliyotolewa Juni tarehe 3 inaeleza kuwa waasi wa M23 walitekeleza mauaji hayo kati ya Februari 22 hadi 23 baada ya kudhibiti Goma tangu mwezi Januari. Aidha, shirika hilo limesema kuwa uwezekano mkubwa kuwa huenda watu wengi ambao ni raia wa kawaida wamekuwa wakiuawa huko Goma chini ya M23. Katika tukio moja, Human Rights Watch inasema tarehe 22 mwezi Februari waasi hao waliwaua watu 7 karibu na kambi ya jeshi la serikali ya Katindo. Mtafiti wa shirika hilo kutoka mkanda wa maziwa makuu, Clementine D. Montoljoe, amesema mauaji hayo yamesababisha wakazi wa Goma kuendelea kuishi kwa uoga. Montoljoe amesema kwenye ripoti hiyo kuwa mauaji hayo yameagizwa na wakuu wa M23 ili kuwatisha wakazi wa Goma ili kuendelea kuwadhibiti na kuonekana kukubalika kwa namna yoyote ile. Hata hivyo, msemaji wa M23 Laurent Kanyuka amekanusha ripoti ya wapiganaji na kundi hilo kuhusika na ukiukwaji wa haki za binadamu, yakiwemo mauaji ya raia wa kawaida katika maeneo yanayodhibiti kama inavyoelezwa pia na ripoti ya shirika la kimataifa la Amnesty International. Tajiri maarufu duniani Bill Gates wiki hii ameweka wazi kwamba dola bilioni 200 ambazo ni sehemu ya utajiri wake anazokusudia kupeana kupitia taasisi yake ya kikanda katika kipindi cha miaka 20 ijayo, asilimia kubwa zitaenda barani Afrika. Awali alikuwa amesema kwamba lengo lake lilikuwa kufadhili miradi ambayo ingesaidia kuokoa na kuboresha maisha kote ulimwenguni. Washukiwa wawili wa ugaidi wameuawa na kupigwa risasi na maafisa wa usalama baada ya kutokea kwa mlipuko wa bomu karibu na kanisa katika eneo la Munyonyo, umbali wa kilomita 12 kusini mashariki mwa jiji kuu la Kampala nchini Uganda. Vyombo vya usalama vinasema kuwa wawili hao, akiwemo mwanamke ambaye alikuwa mshambuliaji wa kujitoa mwanga, alipigwa risasi kabla ya bomu waliokuwa wamebeba kwenye pikipiki kulipuka. Msemaji wa jeshi Kanali Chris Mugeuzi nchini Uganda amezungumzia matokeo ya uchunguzi wa awali, ambapo kufuatia tukio hilo usalama umeimarishwa ndani na karibu na jiji la Kampala, huku mamilioni ya watu kutoka mataifa tofauti wakikusanyika na Mgogo, takribani kilomita 13 kaskazini mashariki mwa Kampala, kusherehekea siku ya mashahidi wa Uganda. Polisi jiji kuu la Dar es Salaam, Tanzania, wamezingira jengo la kanisa la Ufufuo wa Uzima linalomilikiwa na mbunge wa jimbo la Kawe Josephat Gwajima, ambaye wiki iliyopita alilaani matukio ya utekaji nyara nchini humo. Hatua hiyo inawadia saa chache tu
baada ya kusambaa kwa mtandaoni barua kutoka kwa moja idara ya wizara ya mambo ya ndani ya taifa hilo la Tanzania likiamuru Gwajima kuhusu uamuzi wa serikali kulifunga kanisa hilo. Taarifa ya askari polisi kulizingira jengo la kanisa la Ufufuo wa Uzima lililopo eneo la Ubungo, kilomita 12 kutoka katikati mwa jiji kuu la Dar es Salaam, isambazwa mtandaoni na Gwajima mwenyewe kupitia kipande cha picha ya video akiwa amezungukwa na watu waliowaita maaskofu wa kanisa hilo waliovalia makoti na mashati rangi ya zambarau. Baadaye zilisambaa picha zilizowaonyesha watu wakirusha mawe na sauti kuwahimiza waumini kwenda kanisani, huku kukiwa na milio ambayo haikufahamika iwapo ilikuwa ni gesi ya kutoa machozi au risasi za moto. Barua ya msomaji msajili wa jumuiya ya kiraia inayosambaa, ambayo Gwajima anasema hajaipokea, imeelezea kufuta usajili wa kanisa la Glory of Christ Church maarufu Ufufuo wa Uzima. Hivyo kutakuwa na usitishwaji shughuli zote mara moja kwa makosa ya kutoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa inayochunganisha serikali na wananchi. Mapema mwezi wa 5 tarehe 25, Gwajima alielezea kukerwa na matendo ya utekaji wa watu na mauaji. Wiki hii rais mstaafu wa DRC Joseph Kabila Kabange amekuwa na mfululizo wa mashauriano na wadau mbalimbali, wakiwemo viongozi wa kidini, wanaharakati wa haki za binadamu na waalimu wa vyuo vikuu, lengo likiwa ni kusaka njia ya kukomesha vita mashariki mwa taifa la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. DRC Joseph Kabila tangu kuwasili kwake katika jiji la Goma tarehe 26 mwezi uliopita, kuanzia tarehe 27 alianza kukutana na viongozi mbalimbali, wakiwemo viongozi wa kundi la waasi la M23 ambao wanaungwa mkono na nchi ya Rwanda. Na kwanza alikutana na viongozi wa dini ambao kwa pamoja walimuelezea dukuduku lao kuhusiana na swala zima la kurejesha amani katika nchi ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako waasi wa M23 ambao wanaungwa mkono na Rwanda wameendeleza vita vyao na hivi kwenda kudhibiti maeneo ya Goma na Bukavu kule Kivu Kusini. Pili, Rais Joseph Kabila alikutana na wamama kutoka makundi mbalimbali yanayotetea maslahi ya mwanamke na mtoto, na vile amekutana na vijana na leo hii ameweza kukutana na Frank Diongo ambaye ni mwanasiasa mkongwe na ambaye amekuwa akiishi huko uhamishoni Ulaya, wakiwepo vile watu wa diaspora ambao wamewasili katika jiji la Goma kukutana naye. Lengo la Rais Joseph Kabila mstaafu wa DRC kukutana na makundi yote hayo ni kupata walau mawazo ama fikra na kile ambacho kinahitajika kufanyika ili amani iweze kurejeshwa mashariki mwa DRC. Wote wameomba amani irejeshwe katika eneo hilo. Kwenye taarifa nyingine ni kwamba mabomu matatu ya vita vikuu vya pili vya dunia yagunduliwa kule maeneo ya Kologi. Inakadiriwa watu 20,000 lazimika kuhama katika makao yao huko Konagli, Ujerumani, baada ya kugunduliwa mabomu matatu ya wakati wa vita vikuu vya pili vya dunia. Mji ni miongoni mwa mji ambayo inashambuliwa vikali wakati wa vita hivyo vilivyo dumu kuanzia mwaka wa 1909 na kumalizika mwaka 1945. Aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Annalena Baerbock amechaguliwa kuwa rais wa idara kuu ya Umoja wa Mataifa. Baerbock alipata kura 1167 katika kura ya siri kwenye kikao cha 80 jana siku ya Jumatatu. Kulingana na uratibu uliowekwa kwa urais,
kuzunguka katika maeneo mbalimbali duniani. Rais wa 80 wa hadhara kuu ya umoja huo alitakiwa kuchaguliwa kutoka kundi la nchi za eneo la Ulaya Magharibi na mataifa mengine. Zaidi ya watu milioni 4 wamekimbia nchini Sudan tangu kukuzuka kwa vita mwaka wa 2023, hali ambayo Umoja wa Mataifa umeelezea kuwa hatua ya kusikitisha katika mgogoro huo mkubwa zaidi wa wakimbizi duniani kwa sasa. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi limeonya kuwa iwapo vita vitaendelea, wimbi la wakimbizi linaweza kuhatarisha utulivu wa kikanda na kimataifa. Mgombea wa chama cha Democratic nchini Korea Kusini Lee Jae-myung anatabiriwa kushinda katika uchaguzi wa urais nchini humo, miezi miwili baada ya rais wa kiafidhina Yoon Suk Yeol kuthibitishwa na mahakama uamuzi wa kuondolewa kwake madarakani na bunge, muda mfupi baada ya agizo lake la kuiweka nchi hiyo kwenye sheria ya kijeshi mwishoni mwa mwaka jana. Haya ni kwa mujibu wa matokeo ya maoni baada ya zoezi la kura kumalizika. Mkuu wa majeshi nchini Nigeria Jenerali Christopher Musa ametoa wito kwa kujengwa kwa uzio katika mipaka yake na mataifa jirani yote manne ili kuzuia makundi yenye silaha kuingia nchini humo, hali ya usalama ikiendelea kuzorota. Na tukirejelea katika taifa la Tanzania ni kwamba sakata ya Askofu Josephat Gwajima limeibua hisia tofauti nchini Tanzania na nje ya mipaka ya taifa hilo. Hii ni baada ya serikali kulifutia usajili kanisa la Ufufuo wa Uzima kwa madai ya kiongozi wake kufanya mahubiri ya kisiasa akiwa kanisani humo. Kwa mujibu wa barua ya msajili wa jumuiya ya kiraia, mahubiri ya Gwajima ambaye ni mbunge wa CCM yalikuwa ya uchochezi kati ya serikali na wananchi, hivyo kuhatarisha usalama wa taifa. La Ufufuo na Uzima nchini Tanzania wamepata pigo baada ya kanisa lao linaloongozwa na mchungaji Josephat Gwajima ambaye pia ni mbunge wa Kawe kufungwa na serikali ya nchi hiyo. Taarifa iliyoripotiwa na vyombo vya habari kutoka nchini humo imenukuu barua iliyotoka kwa msajili wa jumuiya za kiraia ikidai kwamba Gwajima alitumia jukwaa lake la kidini kufanya siasa zinazodaiwa kuwa na uchochezi, hivyo kuhatarisha usalama wa nchi. Wakati hayo yakijiri, tayari eneo hilo la kanisa limezungukwa na polisi kwa lengo la kuzuia kufanyika kwa shughuli zozote zile. Matukio haya yanaibua swali muhimu ambalo ni ipi hatima ya kisiasa ya mbunge wa Kawe Josephat Gwajima? Dalili zinaonyesha kuwa ni kama vile ipo mashakani kwa sasa baada ya mwanasiasa huyo na kiongozi wa dini kuingia kwenye mgogoro na chama chake cha CCM, hasa kwa msimamo wake kukashifu mfululizo wa visa vya utekaji unaoendelea nchini humo. Inawezekana kuwa ni kauli yake hiyo hiyo ndiyo iliyomtia matatani na chama chake hadi kumwibua mwenyekiti wa taifa wa CCM ambaye pia ni rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kutoa kauli inayosema Gwajima yaachwe nje. Hii ikiashiria nafasi finyu ya kiongozi huyo kuteuliwa tena na chama chake kuwakilisha wananchi katika uchaguzi mkuu. Kwa sasa Gwajima anasema yupo katika mfungo wa wiki nzima kuliombea taifa na baadhi ya wanasiasa akiwemo Tundu Lissu ambaye anakabiliwa na kesi ya uhaini. Wakati hayo yakiendelea, wapo wanaomuunga mkono Gwajima kwa msimamo wake, huku wengine wakihisi umevuka mipaka. Je, wewe unafikiriaje? Swala la muda. Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni amejumuika na Wakristo maujaji katika madhabahu ya Namugogo iliyopo takribani kilomita 15 kutoka mji mkuu wa Kampala. Sherehe hiyo iliyowavutia maelfu ya watu wa imani ya Katoliki na Kiprotestanti ambao wanakumbuka waumini 45 waliouawa kwa imani yao kati ya mwaka 1885 na mwaka 1887. Rais wa Museveni
ametoa zaidi ya dola 500,000 za Uganda kwa madhabahu ya Anglikana na kiwango kama hicho kwa Wakatoliki. Fedha hizi ni kwa ajili ya maandalizi ya maadhimisho haya ya kila mwaka. Pia amechangia dola 50,000 kwa Waislamu nchini humo, akisema serikali iko tayari kuwapa usaidizi wote wakiwa tayari kwa mipango zaidi. Rais wa Rwanda Paul Kagame amewasili katika Jamhuri ya Demokrasia ya Algeria kwa ziara rasmi ya siku 2. Alipokelewa na rais wa nchi hiyo Abdelmadjid Tebboune. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio 14 Africa. Iwapo basi unaungana nasi, habari kuu ni kwamba kundi la misaada la Gaza linaloungwa mkono na Marekani alitasambaza msaada wote Gaza Jumatano. Penzi msikilizaji, tunakuomba simama na kituo hiki kufikia malengo yake ya uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbana kwa njia nzuri yatakaotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625 account number ni 01245085217800 au till number ni 4561468 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Hii ni idhaa ya Kiswahili Radio 14 Africa, ukweli na burudani. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, utamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani.